Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu. Ofisi hii ni ofisi ratibu ambayo inasimamia mambo kadha wa kadha, lakini mahususi kabisa inasimamia utendaji wa shughuli za serikali. Na ndiyo maana idara hii ya ufuatiliaji na tathmini ipo katika ofisi ya Waziri Mkuu. Leo tumekutana hapa kwa kuwa tuna nia moja ya kuhakikisha kwamba tunapeleka elimu juu ya ufuatiliaji na tathmini katika nchi yetu, lakini kujenga uwezo wa nchi. Na wakati mwingine tunajaribiwa kusema uwezo wa serikali. Tunachoangalia ni uwezo wa nchi kufanya tathmini, ufuatiliaji na tathmini katika miradi mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Serikali ni mdau mmoja mkubwa katika swala hili, lakini wapo pia wadau wengine, kwa sababu serikali haifanyi kazi peke yake. Inafanya kazi na wadau mbalimbali wa maendeleo, sekta binafsi, lakini vile leo tunashuhudia kwamba tunafanya kazi na taasisi za elimu. Sekta ya elimu ni sekta ambayo ni muhimu sana katika kufanikisha malengo ya serikali. Na ninyi mna jukumu kubwa la kutoa elimu, la kufanya utafiti, lakini vile la kushauri kitaalamu juu ya masuala mbalimbali ambayo serikali inayafanyia kazi. Mna kazi ya kufanya mentoring. Ukifanya mentoring, maana yake kwamba una involve wale ambao unawafundisha. Na lengo letu sio kwamba wakariri, isipokuwa wawe wataalamu. Serikali kupitia ofisi hii imetoa miongozo ya ufuatiliaji na tathmini, na hii imefanyika mwezi Juni mwaka 2024, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali kuhakikisha kwamba kada, sekta, lakini tasnia nzima ya ufuatiliaji na tathmini inakuwa nchini, lakini inaongozwa vizuri. Miongozo hii inalenga kuleta mabadiliko ya kimfumo, lakini vile ya kiutendaji. Ningependa kuona kwamba nchi yetu inakuwa kitovu cha umahiri katika masuala haya. Nchi yetu iweze kuvutia wanafunzi, washiriki mbalimbali wa kozi, lakini vile wanapohitajika wataalamu wabobevu katika swala la ufuatiliaji na tathmini watoke nchini kwetu. Ofisi ya Waziri Mkuu kupitia kurugenzi hii ina mashirikiano na taasisi mbalimbali za kimataifa. Mimi ningependa mikutano ya kimataifa watoa mada mahiri watoke vioni kwenu. Mimi naamini kwamba chini ya uongozi thabiti wa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, serikali itafanikiwa kupitia hili. Na kama ambavyo imeendelea kusisitiza kufanya kazi kwa vitendo na matokeo, naamini hapa tunafanya kazi kwa vitendo na matokeo tutayaona hivi karibuni. Na hivyo tutahakikisha kama mipango ya serikali inatekelezwa vizuri kwa wakati, lakini vile vile tunachangia katika kuhakikisha kwamba rasilimali za umma zinatumika kwa tija hapa nchini kwetu. Matokeo yanapimika kutoka katika miradi na programs mbalimbali. Nchi yetu inakuwa na manufaa na impact yake inaonekana kwa wananchi wetu, lakini vile viongozi wetu wanayaona matokeo, wanayashiriki na wanaweza kuyasimamia. Katibu Mkuu, kwa niaba ya Chuo Kikuu Mzumbe nishukuru kwa imani ya serikali. Tumekuwa tunashirikiana na hii ofisi kwa muda kidogo. Kwenye pioneering stage tumekuwa na machampion wa kutosha, lakini pia kipekee nilipewa nafasi ya kuwa keynote speaker kwenye conference mbili. Kwa hiyo affiliation yetu na ofisi yako Katibu Mkuu ina historia kidogo, lakini niseme tu kidogo Chuo Kikuu Mzumbe tunatoka very trusted allies kwenye hili jambo, kwa sababu onset yetu sisi kwa mfano kwenye maeneo yetu ya pillars, mambo ya teaching, research and consultancy and all that. Kwenye teaching tayari tulishapiga hatua kubwa sana. Tulishakuwa na programs toka mwaka 2013 kwenye onset of the postgraduate program in health system monitoring and evaluation, lakini pia tumekuwa na sasa hivi new program ya undergraduate ambayo ni juzi tu imeanza kutoa wanafunzi 70 wa kwanza wa M&E proper. Lakini kwenye eneo pia hata la research na tuna set of excellence sasa hivi ambayo inafanya vizuri sana. Tuna journal sasa hivi, applied journal ya M&E ambayo pia inafanya vizuri sana, ina attract mpaka international publications. Na sisi tunachoamini kwenye MOU signing hapa ni ku-raise tu platform ya sisi wote kushirikiana na recognize ile topic ambayo nilipresent kwenye conference ya mwaka jana kule Mwanza, ilikuwa inaangalia role of higher learning institutions kwenye mambo ya M&E in the context of dira yetu ya 2050. Tuko tayari kushare experiences, lakini pia kugain experience kutoka kwa wenzetu for this sub-region. Nawashukuru sana, asante sana. Kama ambavyo
tunajua makubaliano haya yanatupa fursa ya kuunganisha nguvu zetu. Sisi tuna sera, nyewe mna tools za utekelezaji. Kwa hiyo tunaamini kwa mashirikiano haya, nguvu hii ya kisera ya utekelezaji kutoka upande wetu na nguvu ya maarifa, tafiti na ubunifu kutoka kwenu ni muunganiko mzuri sana na unaohitaji kuimarisha kwa pamoja ili tuweze kuimarisha eneo hili la ufuatiliaji na tathmini. Haya ambayo tumeainisha kwenye makubaliano kuyaweka kwenye mipango kazi yetu ili tusaidie kuyaratibu vizuri, na tunaomba pia kwa upande wa taasisi vyuo vikuu ambavyo vimeingia MOU ziweze kuyareflect kwenye mipango yao ili tuwe tunaongea lugha moja. Tunafahamu utiaji wa saini ni document tu, ila utekelezaji ndio muhimu zaidi. Kwa hiyo tunaweza tukasaini dokumenti nyingi, lakini muhimu kwetu ni namna ambavyo tunaweza tukatafsiri MOU hizi into practical na kusaidia taifa kwa ujumla.